Mtazamaji, taarifa iliyotoka ilikuwa inazungumzia onyo ambalo rais wa Marekani Donald Trump ameweza kupewa na jeshi la Marekani pamoja na maafisa, ambapo wamemshauri kwamba kwa hivi sasa Marekani haitakiwi kuweza kuishambulia Irani kwa sababu ambazo wamezieleza hao maafisa wa kijeshi wa Marekani. Sasa basi, kufuatia taarifa hiyo, kumekuwepo na hofu kubwa imetanda nchini Marekani, lakini vile vile hata ushauri ambao rais wa Marekani Donald Trump ameweza kupatiwa umekuwa ukiibua hisia nyingi kwamba yawezekana maamuzi ambayo Trump mengi amekuwa akiyafanya labda amekuwa hashauriwi. Sasa taarifa hii imeripotiwa na vyombo kama Axios, lakini vile vile gazeti la Telegraph limeweza kuripoti taarifa hii ambayo nakuletea hapa. Sasa mtazamaji, hapa tunakwenda kuangalia zile sababu ambazo zimepelekea hadi rais Trump kuweza kupewa onyo na jeshi la Marekani dhidi ya kuishambulia Irani kwa hivi sasa. Karibu tuungane pamoja. Kufuatia onyo ambalo rais wa Marekani Donald Trump ameweza kupatiwa dhidi ya jeshi la Marekani kwamba kwa hivi sasa hatakiwi kuweza kuruhusu mashambulizi moja kwa moja kuelekea nchini Iran. Sasa zipo sababu, na miongoni mwa sababu zifuatazo ndizo ambazo zimepelekea jeshi la Marekani kuweza kumshauri rais wa Marekani kwamba hawatakiwi kuweza kuishambulia Irani kwa hivi sasa. Sababu ya kwanza ni hatari ya kijeshi na athari za kurejea kwa vita kali. Marekani inajua kwamba shambulio lolote dhidi ya Iran, hasa ikiwa litakuwa la kiwango kikubwa, litakuwa na athari kubwa za kijeshi. Irani ni taifa lenye vikosi vya kijeshi vya kisasa na silaha nyingi za kimkakati, ikiwa ni pamoja na makombora ya masafa marefu na makundi ya wanamgambo, yani proxy forces, yanayofanya kazi chini ya utawala wake katika maeneo kama Iraki, Syria, Yemen pamoja na Palestina na Lebanon. Shambulio dhidi ya Iran linaweza kulipiza kisasi mara moja kwa kutumia nguvu zisizo za moja kwa moja kama vile mashambulizi ya makombora au vishindo vya kigaidi kwenye maeneo ya kambi za Marekani au washirika wake kama vile Israel. Sababu ya pili ni athari kwa maandamano na hali ya ndani nchini Irani. Yawezekana maafisa wa jeshi la Marekani kwa wakati huu wameona kwamba ni kweli kabisa Irani ina matatizo makubwa ya ndani, ikiwa ni pamoja na maandamano makubwa dhidi ya utawala wa Kiislamu wa Ayatollah Ali Khamenei, ambapo maandamano hayo yanatishia utulivu wa serikali. Shambulio la kijeshi linaweza kumsaidia rais wa Iran Masoud Pezeshkian, lakini kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei kupata msaada wa kitaifa kwa kudai kuwa Marekani inataka kuingilia masuala ya ndani ya Iran. Hali hii inaweza kuleta umoja wa kitaifa kati ya wananchi na serikali dhidi ya uvamizi wa nje, na hivyo kupunguza nguvu ya maandamano na kudhoofisha mabadiliko ya ndani. Sababu ya tatu ni hofu ya kuongeza migogoro ya kikanda. Shambulio lolote dhidi ya Iran, endapo Marekani watalifanya, linaweza kuongeza mvutano na migogoro ya kikanda, hasa ikizingatiwa uwepo wa makundi ya wanamgambo ya kibahari, yani Hezbollah na Hamas, ambao wapo tayari kulipiza kisasi kwa niaba ya Iran, asasa Hezbollah. Israel ingeweza kuwa lengo la mashambulizi, jambo ambalo linaweza kuleta vita vya miongo kadhaa na hivyo kuathiri maslahi ya Marekani na washirika wake katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Lakini sababu nyingine ni hofu ya athari zaidi kwa uchumi wa dunia. Marekani pia inahofia kwamba mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran yanaweza kusababisha mabadiliko ya bei za mafuta, kwa sababu Irani ni mzalishaji mkubwa wa mafuta katika Ghuba ya Uajemi. Mashambulizi dhidi ya Iran yanaweza pia kudhoofisha michakato ya kibiashara katika kiwanda cha mafuta cha Bahari ya Hindi, ambacho ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kwa nchi nyingi za Ulaya na Asia. Hali hii ingeweza kusababisha mabadiliko makubwa katika uchumi wa dunia na kuathiri uchumi wa Marekani pia. Si hivyo tu, hata ule mlango wa Hormuz ambao Irani ndio yenye mamlaka makubwa kabisa katika mlango ule, anaweza akaufunga tu pap. Akiufunga ule mlango, basi shida kubwa ya mafuta duniani inaweza kutokea kwa kiasi kikubwa sana endapo Irani itagadhibiwa. Lakini sababu nyingine ya tano ni upinzani kutoka kwa wabunge na wasaidizi wa kijalali. Wabunge wa Marekani, hasa wale wa vyama vya upinzani, wanahofia kuwa shambulio la kijeshi dhidi ya Iran linaweza kuzidisha mgogoro wa kisiasa ndani ya Marekani, huku upinzani ukikua dhidi ya sera za Trump. Vita vya nje vinavyoshirikisha mashambulizi ya kijeshi vinaweza pia kutumika kama kigezo cha kumpunguzia umaarufu Trump, kwa kuwa historia inaonyesha kuwa
vita vya kijeshi vinasababisha matatizo ya kisiasa kwa rais aliyeko madarakani. Shinikizo ambalo Trump anaweza kukutana nalo kupitia vyama pinzani nchini Marekani linaweza kuwa kubwa sana endapo ataanzisha mashambulizi moja kwa moja, kwa sababu itaonekana kama vile Marekani inaingizwa kwenye shida ambazo hazina msingi wowote, huku sera yake kubwa ikiwa ni kumlinda Israel ambaye ni mshirika wake mkuu katika Mashariki ya Kati. Endapo atashambulia, basi atajiweka katika hatari kubwa ambayo inaweza kupelekea hali ya sitofahamu kutokea dhidi ya usalama wa raia wa Israel. Sababu ya 6 ni kutokuwa na mipango kamili ya kiutawala. Raia mbalimbali ambao wamekuwa kiandamana nchini Iran wamekuwa kishinikiza utawala wa Ayatollah Khamenei uweze kuondoka. Na Marekani anasemekana kwamba ndiyo yupo nyuma ya mgongo wa maandamano haya kwa kiasi kikubwa sana. Kuna hofu pia kwamba Marekani inaweza kujiandaa vya kutosha kwa mipango ya kisiasa na kijeshi kwa ajili ya kipindi cha baada ya shambulio ikiwa litafanyika. Mengi ya maeneo ya Iran kama vile makundi ya upinzani na makundi ya kijeshi ya kibahari yanaweza kuwa vigumu kuyadhibiti baada ya shambulio, jambo linaloweza kusababisha usumbufu mkubwa kwa jeshi la Marekani na usalama wa kitaifa. Lakini vile vile hata ripoti zinaonyesha kwamba mtoto wa mwanamfalme ambaye yuko uhamishoni, Reza Pahlavi, amekuwa akishinikiza maandamano, lakini ikisemekana kwamba yupo kwenye influence kubwa sana ya kimagharibi, na Reza Pahlavi yeye bwana ndiye ambaye anapigwa chapuo kwamba aende kurithi mikoba pale nchini Iran ya kupata uongozi mpya baada ya uongozi wa Ayatollah Khamenei endapo utaweza kudondoka. Sasa Marekani yawezekana pia inahofia kwamba haijaweza kujiandaa vilivyo kwa ajili ya kuweza kusimamisha utawala mpya nchini Iran. Lakini sababu ya 7 nyingine ni hofu dhidi ya Israel ambayo inaweza kuchakazwa kwa kiasi kikubwa sana kutokana na mpango wa makombora wa Iran. Hapa sasa ndipo penye joto kwelikweli, kwa sababu Israel naye pia amekuwa kitishia kwamba muda wote anaweza akaanzisha shambulizi moja kwa moja kuelekea nchini Iran. Lakini sasa Israel mwenyewe kupitia viongozi wake Benjamin Netanyahu wataweza kuhimili mziki wa Irani kwenye makombora, kwa sababu mwaka jana 2025 tukielekea mwishoni kwenye mwezi wa 9 wa 10, ripoti zilieleza kwamba maafisa wa Irani walisema endapo Irani atashambulia kwa kombora moja, wao wana uwezo wa kujibu kwa makombora 2000 kwa kombora moja. Sasa unaweza kupiga picha udogo wa taifa la Israel likitupiwa makombora 2000, ni madhara kiasi gani ambayo yataweza kutokea. Inaweza kuwa ni hatari sana kwa kizazi cha Israel kilichopo na kijacho. Sasa yawezekana Irani ana hasira kubwa sana na Israel kutokana na kile ambacho alikifanya kwenye ile operation ya True Promise 3 aliyoifanya mwaka juzi, lakini vile vile hata operation ya mwaka jana ambayo ilifanyika kwenye vita vya siku 12. Yawezekana Irani ana hasira kubwa sana dhidi ya Israel. Kama wakimchokoza au wakijaribu kuanzisha shambulio, basi Israel inaweza kuwa ni hatari sana na si salama kwa upande wake, nchi kwa ujumla, miundombinu yake yote, lakini vile vile shughuli zake za kiuchumi, lakini hata raia kwa ujumla wanaweza wasiwe salama. Lakini hata muhimili wa Israel pia unaweza usiwe salama, ukiongozwa na Rais Isaac Herzog pamoja na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Sasa hizi ndio sababu 7 ambazo jeshi la Marekani kupitia maafisa wake waliona mbali, wakimuonya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba hapaswi kuweza kuishambulia Iran kwa hivi sasa, kwa sababu ataleta maafa makubwa ambayo hayakushuhudiwa kwa mwaka huu 2026 tangu uweze kuanza. Na Marekani tu ametoka kufanya operation juzi kumteka rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ilikuwa ni Januari 3, lakini bado vikosi vyake havijakaa chini kuweza kusetwa vizuri kwa ajili ya kuweza kuweka mambo sawa ili mambo yakawe sawa. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi usisahau kusubscribe channel yetu, lakini vile vile kulike, kucomment pamoja na kushare wakati wote.